Shindi katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 kuwa rais wa awamu ya 5. Sherehe za makabidhiano zimefanyika jijini Dar es Salaam na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa chama na serikali wakiongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Jakaya Kikwete. Video hii. Nani tena? Video. Rafiki? Unafanya nini huko? Naangalia video. No, hapa tuko live. Nilikuwa nafikiria jinsi ya kuweka nyumbani video. Nasoma taarifa ya habari, niko live. Nasema? Unafanya nini huku? Niko nafanya naklibu. Unafanya nini hapa? Si niko napita nasafisha. Huu sio wakati wa kusafisha. Sasa hivi niko live kwenye Charles. Hebu tuketi kidogo. Leo si kwa ajili ya ripoti ya habari, si kwa Charanga Time, wala si kwa mkwaju wa mpira wa kombe la dunia. Leo na kusimulia wewe hadithi ya maisha yako kwa sauti ya heshima, maumivu na mshangao wa safari yako ya kipekee. Umeondoka Charles, lakini kwa wengi, hasa sisi tuliokuwa tukikusikiliza kwa hamasa, hujaondoka kabisa. Bado tunaweza kusikia sauti yako ikielezea tukio la dakika ya 90, ikichekesha kupitia Charanga Time, ikitufafanulia habari kwa ufasaha usio na doa. Sauti ile ile ya kipekee sasa imebaki kuwa kumbukumbu. Piga chenga kwanza, Johnson anakwenda na mpira bado atani kwa Jeko. Cheza vizuri kabisa hapa, goalkeeper Simon Mignoleko kopi. Unaona ule mpira. Sebastian Lasso anakwenda na mpira kwa sasa, Lasso anakwenda, Sebastian Lasso anakwenda kwa lango la timu ya Man City. Haya, anawacha kule James McLean. Ji Dong-hoon. C'est Seigneur. Ji Dong-hoon anakwenda gol, mkacheka kwa gol. Ji Dong-hoon katika dakika za nyongeza anaipatia hapa Sunderland bao la kwanza. Sunderland moja, Man City hawajapata kitu na hawaamini macho yao. Counter attack ya kwanza kabisa katika dakika za lala salama, anacheza vizuri kabisa hapa. Sissenyo na Ji Dong-hoon anavunja ile offside na kubaki peke yake na goalkeeper Johan anamchambua goalkeeper na kuweka mpira wavuni. Ulizaliwa Jang'ombe, ukalea sauti yako mitaani, na pengine ndoto zako zilikuwa kwenye vumbi la Zanzibar ya kale. Lakini kabla hata ya kuelewa vizuri dunia, ulijikuta kwenye kivuli cha risasi na mabadiliko, mapinduzi ya Zanzibar. Januari 13, 1964, ukiwa na miaka 5 tu, ukakutana na kifo uso kwa uso, lakini haukufa. Ulimshinda hata mauti. Labda hapo ndipo sauti yako ilianza kuwa ya kipekee, sauti ya aliyenusulika. Miaka 62 baadaye umetotoka rasmi, lakini hiyo si hesabu ya maisha yako. Hesabu yako iko kwenye miaka 36 ya uandishi, utangazaji na uaminifu kwa kalamu, kipaza na taifa. Kuanzia Radio Tanzania hadi BBC, kutoka DW hadi Azam, ulikuwa daraja kati ya habari na jamii. Daraja lisilojengwa kwa saruji, bali kwa sauti, taaluma na moyo. Charles, ulikuwa si mwandishi tu, ulikuwa mpiganiaji wa hadithi. Uliandika Tanzania kwa sauti, ukaitangaza Afrika kwa heshima, ukairejeshea dunia lugha ya Kiswahili kwenye viwanja vya kombe la dunia. Si kutoka kwenye studio, bali kutoka kwenye vumbi la uwanjani. Ulitangaza kwa moyo, ulisimulia kama mwana wa taifa, na ukajenga misingi ya kizazi kipya cha watangazaji. Hakika ulijua kuwa habari si tu taarifa, ni roho ya jamii. Leo tunalia, lakini machozi haya ni ya heshima. Tunalia si kwa sababu umekwenda, bali kwa sababu tulibahatika kukujua. Charles, lala salama. Redio zimezimika kwa dakika chache kwa heshima yako. Moyo wa taifa unakukumbuka. Nasi tutabaki tukisema asante kwa sauti yako. Asante kwa maisha yako. Ulitangaza, ulituunganisha. Sasa pumzika.